السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. Sisi wote ni wa Mungu, wa inna ilayhi raji'un, na hakika sisi sote tutarudi kwake. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Usibna bika ya habiba qulubina, msiba wako umekuwa mzito kwetu sisi, ewe kipenzi cha nyoyo zetu. Usibna bika ya habiba qulubina haithu inqata anna alwahyu, kwa sababu baada na kwa sababu ya kuondoka wewe Mtume, wahyi umekatika kwetu sisi. Mawasiliano ya mbingu na ardhi yamekatika, Jibrili hashuki. Haithu inqata anna alwahy wa haithu faqadnak, lakini tumekukosa ya Rasulullah, lakini tumekumisi ya Rasulullah. Fa inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Baada ya tukio la Ghadir Khum na hija ya mwisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, katika aya zilizomshukia ilikuwa ni surat An-Nasr, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Iliposhuka aya hii ni baada ya tukio la Ghadir Khum. Mtume anawauliza maswahaba wake, mnaelewa maana ya hii sura? Katika waliojua maana yake ilikuwa ni Ibnu Abbas, Abdallah Ibnu Abbas. Akamwambia Mtume na maswahaba wake ni ishara ya kwamba Mtume umri wake umekusha kwisha, Mtume hana maisha tena. Na mwisho mwenyewe akawaambia, kaanni la alqakum ba'da amikum hadha, kana kwamba sitoonana na ninyi baada ya mwaka huu. Huu ndio mwaka wangu wa mwisho. Baada ya Ghadir, Mtume aliporudi Madina, udhaifu wa mwili ukaanza kumtawala. Muhammad yule aliyekuwa jasiri na nguvu zikaanza kumpotea, na ikawa mwenyewe kila anapopata nafasi anawahusia umma wake. Sintosahau alipowakusanya maswahaba wake, yupo kitandani, akawaambia, kaanni du'itu fa ajabt, kana kwamba nimeitwa, kana kwamba siku zangu zinakaribia na mimi lazima niitikie. Kaanni du'itu fa ajabt wa inni tarikum fikum athiqlain, na waachilieni vizito viwili, kitab Allahi wa itrati. Mtume akawa anakutana na maswahaba wake gurupu baada ya gurupu,
makundi baada ya makundi, akiwahusia na kuwaelekeza. Moja katika vikao vyake maswahaba walimtembelea. Katika aliyekuwemo kwenye grupu hilo alikuwa ni Ammar bin Yasir ridwanullahi ta'ala alayhi. Wakamuuliza Mtume maswali mengi. Katika maswali waliomuuliza, walimuuliza ya Rasulullah, hali uliokuwa nayo hii unakwenda mwisho mwisho, kama litatokea la kutokea, man yughasiluka minna, nani atasimama kukukosha? Idha kana dhalika mink, likitokea hilo nani atakukosha? Mtume sallallahu alayhi wa alihi akasema, dhaka Ali ibn Abi Talib, atakaye nikosha ni Ali ibn Abi Talib, liannahu la yahummu bi'udwin min a'dha'i illa a'anatuhu almalaikatu ala dhalik. Allahu akbar. Na Ali atakaponikosha, kiungo chochote atakachokusudia kukikamata, malaika watakuwa wanamsaidia. Na mwenyewe Ali anasema, nilipokuwa ninamkosha Mtume nilikuwa nikimbadilisha, anabadilika kama vile kuna mtu anayembadilisha. Aanatuhu ala dhalik. Alafu akamwambia Ali, Ali, idha ana mitu fastaqli 6 qurabin min ma'i bi'ri ghars. Ali, kama mimi nitaondoka duniani, basi nakuhusia ukachote maji ndoo 6 katika kisima kinachoitwa Bi'ru Wars. Kwa nini ya Ali? Kwa sababu mimai, kwa sababu ni chimbe katika chimbe za peponi. Faghasilni bihi. Lakini Ali, wewe vile vile ndio ufanye kazi ya kunikafini na kunitia manukato. Wakamuuliza maswahaba, sasa sanda yako iwe sanda ya aina gani? Mtume akawaambia, kafinuni fi thiyabi hadhihi, naomba hizi nguo nilizokuwa nazo ninazoswalia salatu laili na tahajjud, hizi ndio zitumieni kunifanyia sanda yangu. Au nguo nyeupe inayotoka Yaman, au nguo nyeupe inayotoka Misri. Wakamwambia tena, ya Rasulullah, kama msiba utakutokea, kaifa salatu alaik, vipi tutakuswalia? Maana wewe ndio ulikuwa imam, unatangulia mbele, nani atatangulia kukuswalia? Fartajatil ardu bilbuka, ardhi ikalia kwa swali hilo. Faqala lahum mahlan, Mtume akawaambia maswahaba wake, tulieni, tulieni. Afallahu ankum, Mungu awasameheni. Idha ghusiltu wa kafintu fadhauni ala sariri, mtakapokoshwa nikakafiniwa, niwekeni kwenye janaiza langu. Fi baiti hadha, hapa hapa nyumbani kwangu. Ala shafiri qabri, kando kando ya kaburi langu. Thumma khuruju anni saa, alafu tokeni nje kwa muda wa lisali moja. Fa awwalu man yusalli alayya huwa Allahu tabaraka wa taala, wa kwanza atakayeniswalia ni Mwenyezi Mungu. Thumma ya'dhanu lilmalaika, kesha Mungu atawapa idhni malaika fi salati alayya. Fa awwalu man yanzil Jibrail thumma Israil ya Rasulullah, wa kwanza atakayeshuka ni Jibrail, thumma Israil, thumma Mikail,
kesha malaika wa mauti fi junudin kathiratin min almalaika, akiwa na gurupu kubwa la malaika. Baada ya lisali moja kupita, udkhulu alayya zumratan zumra, ingieni makundi kwa makundi, fasallu alayya wasallimu taslima, mniswalie. Na aanze kuniswalia yule wa karibu, kesha wa karibu katika watu wangu wa nyumbani, na watu wa mwisho wawe watoto wadogo. Wakamuuliza tena, ya Rasulullah, kama msiba utakukumba, faman yudkhiluka qabrak, nani ataingia kaburi? Ni nani ataingia kaburini kuupokea mwili wako? Qala ala adna fala adna min ahli baiti, ni watu wangu wa karibu, familia yangu. Maa malaikatin la tarawnahum, pamoja na malaika ambao nyinyi hamuwaoni. Pamoja na malaika ambao hamuwaoni. Qumu faaddu anni, haya yanatosha, nendeni mkawaeleze watu wengine nilichokisema. Mtume baadaye akawaita Ansar, akawahusia, akawaita Muhajirun, akawahusia, akawa na kikao cha maswahaba wake wote, akawahusia, akawaita watu wa nyumbani kwake, akawahusia, akamuita Fatima na Ali, akachukua mkono wa Fatima wa akhadha biyad Ali, akachukua na mkono wa Ali akaiweka pamoja, akawakutanisha. Thumma arada alkalam, alafu mtume akataka kuzungumza. Falam yaqdir ala alkalam, mtume akashindwa kuzungumza, akawa analia, huku mkono wa Ali ameuweka kwenye mkono wa Fatima. Hasan na Husaini wapo wanaangalia. Mtume akalia bukaan shadida, kilio kizito. Fatima akamwambia baba yake, ya Rasulullah, baba, kilio chako qad qatta'ta qalbi, umeuvunja vunja moyo wangu. Wa aharakta kabidi, umelichoma ini langu. Ya sayyida nabiyin, ewe bwana wa mitume. Min alawalina wal akhirin, mitume kwa watu wa mwanzo na wa mwisho, mtume wa watu wote. Ya amina rabbihi wa rasulih, ewe muaminifu wa bwana wake na mtume wake. Wa ya habiba nabiyih, ewe kipenzi cha mtume. Man liwaladayya ba'dak, nani wa kuangalia watoto wangu wawili baada yako wewe? Walidhullin yanzilu bi ba'dak, na udhalili utakaonikumba, nani atakuwa na mimi? Mali aliyin akhik, ndugu yako Ali unamuachia nani? Thumma bakat, Fatima akawa analia, akamwangukia baba yake, akambusu. Mtume akanyanyua kichwa chake, ukiwa mkono wa Fatima bado uko kwenye mkono wa Ali. Mtume akachukua mkono wake akauweka pamoja nao. Allahu akbar, akamwangalia Ali akamwangalia Ali akamwambia, ya Abal Hasan wadi'at Allah ya Abal Hasan, Ali, nakukabidhi amana ya Mungu, wa wadi'ata rasuli nakukabidhi amana ya Mungu, wa wadi'ata rasulihi indak, na kukabidhi amana ya mtume. Fatima ni amana na kukabidhi. Fahfadhillah wahfadhni fiha, Ali, naomba umchunge Mungu kwa Fatima
naomba umchunge mtume kwa Fatima, na wewe utafanya bi abi wa ummi. Naomba niwaulizeni, je, amana hii ilichungwa? Je, amana hii iliangaliwa? Namkumbuka mwenyewe Ali alipokwenda kumzika Fatima, baada ya kumfukia mchanga, akaelekea kwenye kaburi la mtume, akamwambia ya Rasulallah, lakad isturjiat alwadia, mtume, ile amana ulionipa amana ulionipa na kurudishia. Allahu akbar. Na wewe utafanya ya Ali. Wailun liman dhalamaha, ole wake atakaye mdhulumu. Wailun liman hataka hurmataha, ole wake atakayevunja hishma yake. Thumma dhamma Fatima ila sadri, baada ya hapo akamkumbatia Fatima. Hasan na Husaini wakaja wakajitupa kwenye mwili wa mtume. Imamu Ali akataka awaondoe, mtume akawambia waache ya Ali, daahuma, naomba uwaache, ashumuhuma wayashumani, wanibusu na mimi ni wabusu, wayatazawadani minni, na ili niagane nao, fa innahuma sayudhlamani ba'di, mabwana hawa watadhulumiwa baada yangu na watauawa kwa dhulma. Bi abi wa ummi. Riwaya zinatueleza wakati Fatima wanaagana, muda haukupita, wakasikia sauti ikigonga mlango, sauti ikigonga hodi hodi hodi. Fatima akamwambia, ondoka, mtume hawezi kukutana na wewe, mtume hawezi kukuona. Mgongaji huyu akarudi mara ya kwanza, akarudi mara ya pili, mara ya tatu. Mtume akashtuka, akamwambia, unajua aliyegonga mlango? Hadha mufarriqul jamaat, aliyegonga mlango ndiyo yule anayewagawanya watu walioishi mahala pamoja, familia moja. Huyu anakuja kuwaga hadha hadimul ladhat, huyu aliyegonga mlango ni yule anayendoa ladha za dunia na starehe za dunia. Hadha malakul maut, huyo ni malaika wa mauti. Mastaadhana ala ahadin qabli, hajawahi kumgongea yoyote kabla yangu wala baada yangu. Fatima, idhani lahu bidukhul, mwambie aingie. Faadhnat lahu Fatima, Fatima akamruhusu. Alipoingia akaanza kumsalimia mtume, akamwambia, assalamu alaika ya Rasulallah, al-aliyu al-a'la yuqri'uka assalam, amani we juu yako na Mungu anakusalimia. Wayakhusuka bitahiyati wal ikram, na anakusalimia masalimio maalumu. Lakini Mungu anakuambia hivi, yukhayiruka baina liqaihi wal baghi anakuhiarisha, kama unataka kuendelea kuishi, kama unataka kukutana na yeye, basi yeye yuko tayari, hana tatizo lolote. Malakul mauti wakashuka, Jibrili akashuka, Israili akashuka. Malakul mauti amesimama kwenye miguu ya Mtume Muhammad. Amirul Mu'minin Ali amesimama, amekamata, amekaa, amekibeba kichwa cha Mtume Muhammad. Kuumeni yuko Jibrail, kushotoni yuko Israfil, yuko Mikail. Malakul mauti akaanza kuitoa roho ya Mtume Muhammad, huku Mtume anaisoma Qur'ani. Jibrili anamsomea Qur'ani, walal akhiratu khairun laka min alula, akhira ni bora kwako. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jibrili anamsomea Mtume, anamwambia punde kidogo Mungu atakupa, utaridhia.
alafu anamwambia Mtume, innaka mayitun, uwe Muhammadi utakufa, wa innahum mayitun. Malakul mauti akaitoa roho ya Mtume Muhammad. Roho ya Mtume ilipotoka, Ali ibn Abi Talib akachukua mkono wake akaupitisha kwenye uso ya Rasulullah, akamziba macho Mtume. Alipomziba macho akatoka, akawaambia watu, ayuha nnas adhama Allahu lakum la ajri binabiyikum, poleni kwa msiba wa mtume wenu. Falaqad qabadahu Allahu ilayhi, mtume hamko naye tena. Fatima akaingia ndani. Alipoingia ndani analia anamlilia baba yake, wa abata wa Muhammada, ewe baba, ewe Muhammadi wangu. Ajaba rabban daa Allahu akbar. Qubidat ruhuhu wa ra'suhu fi hijri amiri lmuminin. Mtume ameiaga dunia, kichwa kimebebwa ni Ali. Na ndiyo raha iliyoje! Unaaga dunia, mtu anayekupenda ndiyo yuko kando kando yako, amekuzunguka, ndiyo anakuliwaza, mzazi wako, ndugu yako, baba yako, mama yako. Fannabiyu kana ra'suhu fi hijri amiri lmuminin. Ali, mtume, kichwa chake kimebebwa na mtume. Fatimatu Zahra, mauti yalipomkaribia, alizungukwa na watu wake wa karibu, kichwa chake kilikuwa kwenye mikono ya amiri lmuminin. Al-Imamu al-Hasan al-Mujtaba, wakati alipopewa sumu kali, akawa anatapika vipande vya nyama, ameweka dishi. Al-Imamu al-Husain ndiye aliyekibeba kichwa chake akaagana na ndugu yake ya ghariba Karbala ya maulaya ya Husain, nani aliyekibeba kichwa cha Husain? Aliyekibeba kichwa chake katika ardhi ya Karbala ilikuwa ni nani? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa sayalamu alladhina zalamu ala Muhammad ayya munqalabin yanqalibun. Bila amsi kanu ma'i wal yawma qad rahalu. Ni jana tu tulikuwa nao, lakini leo hawapo na sisi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bismillahir rahmanir rahim. Amman yujibu al-multarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. Amman yujibu al-multarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. Amman yujibu al-multarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwa baraka za ziara Ashura iliyosomwa hapa, kwa baraka za hadithul kisa, kwa baraka za Yasin, kwa baraka za majlisi hii, sote tuliohudhuria hapa ya Rabbi, na wengine ambao wameshindwa kuhudhuria. Tuna matatizo katika vibarua vyetu, tuna matatizo na familia zetu, tuna matatizo na biashara zetu, tuna matatizo sekta zetu zote tunazofanya kazi. Mwenyezi Mungu, kwa baraka ya yale yaliyofanywa hapa, Mwenyezi Mungu tuondolee changamoto tulizokuwa nazo. Mwenyezi Mungu ya Rabbi, wewe hukubali dua zetu kwa sababu ya madhambi tuliyokuwa nayo na maasi tuliyokuwa nayo. Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwa baraka za machozi haya yaliyotoka
kwa ajili ya kumpenda Mtume Muhammad. Mwenyezi Mungu, kila aliyekuwa na maradhi, kila aliyekuwa na magonjwa, Mwenyezi Mungu tuondolee maradhi tuliyokuwa nayo, tupe afya njema ya Rabbi katika afya yako. Mwenyezi Mungu tunakuomba ya Rabbi, kwa baraka za kilio cha Fatima kumlilia baba yake ya Rabbal Alamin, hali zetu za maisha na uchumi umekuwa ni mgumu, kila mahala vita na mabalaa na matatizo. Mwenyezi Mungu tunakuomba utupe riziki iliyokuwa pana na iliyokuwa ya halali, utupe riziki ya Rabbi inayotoa kwako ya Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu tunakuomba vile vile ya Rabbi, sisi ni viumbe dhaifu, hakuna anayeweza kutulinda. Mungu pekee ndiyo anayeweza kutulinda sisi na watoto wetu na familia zetu na shughuli zetu na kazi zetu. Mwenyezi Mungu tunakuomba tulinde ya Rabbi kwa nguvu kubwa ulizokuwa nazo, tuangalie ya Rabbi, usituache hata dakika moja. Mwenyezi Mungu, na wale waliotangulia mbele za haki, baba zetu, mama zetu, nyanya zetu, wadogo zetu, hususan mama yetu mpendwa Ruqayya bintu Uthman, Allahumma adkhil ala ahli alquburi surur, Allahumma adkhil ala ahli alquburi surur, Allahumma adkhil ala ahli alquburi surur. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin ma'a as-salawati 3 marrat ala hubbi az-Zahra bi'a'la aswatikum.